Mawimbi haya yanakuja baada ya meli kuwa na injini kubwa na mkimbio mkubwa. Ndo ule mkimbio mkubwa na msukumo wa injini zile ndo unasababisha nini? Mawimbi. Na mawimbi haya yanatengenezwa kutokana na jinsi meli ilivyo. Kuna pantoni. Pantoni yenyewe nguvu yake inavyotembea haitembei kwa kasi. Ile ni meli ya abiria. Inatoka hapa inaelekea Ukerewe. Inapotoka Ukerewe inatakiwa iwahi kufika Mwanza, maana imelala kule. Kunapokucha kuna watu wanahitaji wafanye shughuli zingine Mwanza. Sasa inatakiwa iwahi fanyaje? Iwahi kufika sehemu ya maegesho. Sasa kutokana na mwendo unaokuta inatembea nao ni mwendo mkubwa, na lazima zile injini zinapokimbia zile propela zinashusha ile injini kwenda chini, zinakuwa zinavuta maji kwa kasi ya nguvu kabisa. Napofika maeneo ya maegesho kwenda kutua, inakuja nyuma na mawimbi makubwa. Ndio unaona kinachotokea mawimbi kama haya. Na ukijikuta umejisahau chombo na yenyewe imeshafika mazingira haya karibia na maegesho yake, unaweza kukuta chombo kimeharibika au aidha chini kuna mawe. Unajua ziwa letu ndani lina mawe. Boti inaweza ikashuka kwa pale maji yanapotoka kwenye mawimbi. Maji waga yanarudi nyuma, sawa? Alafu baadaye anafanyaje? Anarudi kwa kasi. Kwa kile kitendo kinafanya boti kupaki mpweke, haina maji, baadaye inaenda kukita kwenye mawe. Boti inaweza ikapasuka. Inakuwa ni sehemu moja ya kivutio, maana kwa wale wanaokuta wamekuja kwa muda muafaka kulingana na muda ambao hii meli inapofika, anaweza kupata picha za mawimbi ya kuinuka kwa kutokana na mwendo kasi ilionao hiyo boti. Na pia ni moja ya sehemu ya kivutio kizuri. Boti zinaweza zikasogea kwa juu, hata mgeni akapata picha na hilo jiwe akaona kwamba ni kivutio kufikia nazo boti zimeonekana zikiwa karibu na lile jiwe. Kuna muda wake anakujaga kwa kasi mpaka maji yanafika kiasi hichi, mtu unajua kwamba hapa hayatofika, lazima utaruka, utakimbia kwenda barabarani. Na maana kulingana na mwendo meli inavyokuja, ni meli ukiona ni ndogo, ni design ya boti kama za Baresa, lakini ndivyo ilivyo. Tulishazoea na tulishazoea hiyo hali, na ni moja ya sehemu. Kwa mara ya kwanza mimi nimeingia kufanya hapa kazi, kwa kukutana na kitu kama hicho nilijua labda ni tsunami. Nilijua labda ni tsunami dogo ndo linakuja. Yo